kuboresha huduma za utoaji wa tiba kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ilitoa fedha kwa ajili ya ujenzi na upanuzi wa kituo cha afya Maili Tano, jumla ya shilingi milioni 675,193,900 kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, fedha ambazo zilipokelewa mnamo tarehe 13 mwezi Juni 2025 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa ujenzi na upanuzi wa kituo cha afya Maili Tano. Mradi umetekelezwa kwa njia ya force account. Mheshimiwa Waziri, shughuli za ujenzi zilianza rasmi tarehe 23 mwezi Agosti 2025 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi Juni 2026. Changamoto zinazokabili kituo cha afya Maili Tano: moja, uhaba wa nyumba za watumishi, kwani sasa kituo kina nyumba moja ya mtumishi kati ya nyumba 10 zinazohitajika. Uhaba wa watumishi, hasa wataalamu wa mionzi 3, wahudumu wa mochwari 2, wataalamu wa dawa za usingizi na ganzi 4 na wauguzi 17. 3, kituo hakina uzio, hali inayohatarisha usalama wa wagonjwa pamoja na mali zao. 4, ukosefu wa vipita njia, yaani hukwe. Utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa Waziri, ili kutatua changamoto zinazokabili kituo cha afya Maili Tano ni pamoja na kuendelea kuiomba serikali fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi na uzio, kuendelea kuomba watumishi kulingana na ikama na uhitaji. Mheshimiwa Waziri, kutokana na kituo kuwa na upungufu mkubwa wa watumishi muhimu, hasa wa mionzi, wataalamu wa dawa usingizi na ganzi, kutokuwa na uzio na upungufu mkubwa wa nyumba za watumishi, tunaleta kwako ombi maalum kwa ajili ya kupata watumishi waliotaja hapo juu, lakini pia tunaomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa ujio kiasi cha shilingi milioni 300. Hivyo ninapozungumza katika hatua hii, nataka kuwakumbusha wenzangu wa halmashauri wa manispaa kuhakikisha kwamba hili jambo la ujenzi wa uzio linakuwa ni kipaumbele kikubwa katika maeneo yetu haya. Lakini nataka nikuhakikishie mstahiki meya, lakini pia mkurugenzi wetu, kwamba jambo hili sio la kwenu peke yenu. Nyinyi mnatakiwa kufanya, kwa sababu kituo hiki ni kikubwa na tunatambua kwamba iko nguvu ya kuungwa mkono pia unatakiwa kutoka kwa serikali kuu. Basi pigeni hesabu, mtuambie ni wapi ambapo serikali yenu nataka kuchukua mkono, na mimi kama mlezi wa mkoa huu nitakwenda kufikisha mahitaji hayo sehemu husika, ili uzio ujengwe, mali zetu tunazozileta hapa ziwe salama salmini. Na nimejulishwa kwamba kituo hiki cha afya mpaka sasa tulipo kinahudumia watu wasiopungua 30,000 au zaidi ya 30,000. Sasa manake ukiangalia hicho zaidi ya 30,000, hiki hakina sifa kituo cha afya, isipokuwa hii ni hospitali. Kwa hiyo manake kuzungumza na wenzetu wa TAMISEMI ili kuangalia kama ikiwezekana mbele ya safari kituo hiki kiongezwe hadhi ili kiwe hospitali, kiweze kuhudumia watu wengi, kiweze kuongezwa vifaa vingi, ili na mambo yote ya afya yaweze kwenda vizuri katika eneo letu hili. Nataka niendelee kupongeza mkuu wangu wa wilaya kwa kusimamia na kuhakikisha kwamba mambo ya nchi yanakwenda vizuri. Wananchi wa Tabora hawa wanapougua wanatuangalia sisi. Wewe kama kiongozi wetu unayetusimamia katika shughuli hizi, tunaendelea kukupongeza na kukushukuru, kwa sababu kwa hakika matunda ya usimamizi wako tunayaona. Na mimi ndio ninasimamia utumishi wa umma. Maelekezo yangu, mtaalamu mmoja aletwe hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya kusimamia mionzi, lakini pia mtaalamu mwingine aletwe hapa kwa ajili ya kusoma hizo taarifa zinatokea kwenye mionzi, kwa sababu hao ni watu wawili tofauti. Kuna mtu kazi yake ni kupiga picha na kuna mtu kazi yake ni kusoma picha, alafu kuna mtu kazi yake sasa kutoa tiba ya yale yalionekana katika picha hiyo. Hawa ni watu watatu tofauti na wanatakiwa wafike katika kituo hiki, tuwalete hapa. Hao wengine wanaohitaji kupitia ofisi yako
ndugu mkurugenzi, mbunge na mkuu wetu wa wilaya tunatarajia tuzipate ili tuendelee kuleta watumishi katika kituo chetu hiki. La msingi kwenu nyinyi, endeleeni kukiangalia kituo chetu cha afya, lakini pia ujenzi wa hospitali sio manake ruhusa ya kutoka tafute maradhi. Ujenzi wa hospitali manake umekuja pale endapo tutashindwa kupambana tuje hapa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Tabora, tuendelee kulinda afya zetu, tuendelee kujikinga na maradhi ili tuendelee kujenga taifa letu la Tanzania. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.